Ndio, mimi ni Steven, niko nyumba ya sala Ziwani, Mwanza. Tuko chini ya jimbo la Mwanza kwenye Katoliki. Kwa leo ninapenda kufundisha mambo ya kiroho ikiwa katika personality kuna kitu kinaitwa Enneagram. Enneagram inatokana na Kigreek. Ni neno la zamani sana. Hapa ennea inamaanisha 9. Na gram inamaanisha mchoro. Kama diagram. Sasa tutaangalia aina 9 za personality za watu. Inatokana na watu wa zamani walipokuwa wameenda kuishi jangwani Afrika kwenye mwaka wa 300. Walipoenda kuishi jangwani wakawa wanasaidiana jinsi ya kuishi kwenye sehemu ya kusali bila kuwa na mambo ya mjini. Sasa walipoenda kusali huko, kuishi huko, wakakutana na changamoto. Kila mtu ana changamoto yake, lakini katika watu wote kuna aina kama 9 ya dhambi au mawazo yanasumbua mtu moja zaidi. Kwa hiyo kama umeshawahi kuona Enneagram, kuna mchoro ya duara, lakini sisi tutaanza na aina za dhambi au aina za mawazo. Baada ya hapo tutaweka kwenye mchoro. Unaona, aina ya dhambi ni tofauti na amri 10 za Mungu. Kwa sababu gani? Amri za Mungu zinahusika na tukio. Kuua mtu ni tukio, lakini haya ni mawazo ambayo inaenda nia ya mtu. Na Yesu alikuwa anafundisha zaidi kuhusu nia ya mtu. Mambo ya amri za Mungu ilikuwa ni uelewa wa zamani kabla ya Yesu. Sasa Yesu alijua kwamba vitu ambavyo tunafanya vinatokana na mawazo yetu. Ndio maana alitufundisha kulenga katika nia. Tuanze mchoro sasa. Ndio, kwa sababu gani tunatumia duara? Katika aina za watu lazima tunafanya kazi pamoja. Tuna familia, tunakuwa pamoja. Lakini kuelewana wakati mwingine ni changamoto, kwa sababu tunatofautiana. Sasa katika duara itatusaidia kuelewa jinsi ya kufanya kazi pamoja na watu tofauti. Tutaweka namba 9 kwenye Enneagram. Itatokea kitu kama hicho. Sasa kila namba inaendana na nia ya mtu. Kwa hiyo hii tutaweka hapa namba 1. Ni mtu ambaye mawazo yake yanasababishwa na hasira zaidi. Kwa nini watu wote wana kitu kibaya? Sasa hii ni sehemu ya kwanza kwenye maisha yetu. Lakini kifaa hicho cha Enneagram inaitwa healing journey. Sababu
kujielewa na jinsi unavyokuwa na mazoea ya kurudi kwenye dhambi au kurudi kwenye nia mbaya ni mwanzo. Sasa pia ni ualika kusaidia mtu kubadilika, kurudi kwa Mungu, kumomba Mungu, kumpokea Mungu, kuwa tayari kukua kiroho katika Mungu. Sasa tukiangalia namba 1, kuna mifano hapa ya kila mnyama. Namba 1, hasira yake inasababisha na kutaka kila kitu kiwe sawa, na akiona kwamba mambo hayako anavyokuwa anategemea kwamba yanatakiwa kuwa, anapata hasira. Kwa hiyo sasa katika uhusiano na watu ni kawaida yake anakuwa ni msumbufu, kwa sababu kila kitu anawaambia watu wengine inavyotakiwa kuwa. Hii hasira inaendana huyu mnyama msumbufu. Lakini huyu namba 1 huyu ana uwezo wa kubadilika na kuwa kama sisimizi ambao wanafanya kazi pamoja kusaidiana kufanya vitu vikubwa. Namba 2 ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu, ambacho ni kitu kizuri. Lakini huyu namba 2 kawaida yake anakuwa kama paka, anataka kulazimisha kusaidia mtu, na usipomshukuru au kama hujamtaji usaidizi wake, anakuwa anapata na yeye anapata hasira, au anaweza akafanyia kitu kibaya zaidi au kulazimisha kwamba umshukuru. Sasa huyu mtu huyu anaweza kawa kama paka ambaye ni msumbufu, analazimisha kupendwa. Au anaweza kuwa kama papi ambaye ana furaha kwako. Kwa hiyo tutaangalia zaidi jinsi ya kuwasiliana na watu, lakini ujue kwamba uwe namba 1, uwe namba 2 au uwe namba wote, unaanza na hii sehemu ya dhambi au nia ambayo sio nzuri, alafu unaalikwa kukua kiroho, kubadilika. Namba 3 anapenda kuonekana, ni mtu ambaye anapenda kuonekana kama tausi. Na kwa nini nia yake ni udanganyifu? Kwa sababu anaweza akafanya chochote kuonekana. Anaweza akapenda kuwa na gari nzuri wakati mapato yake ni ndogo. Kwa hiyo anachukua labda mkopo, anadanganya watu kwamba ni tajiri, kitu ambacho ni hatari kimaisha. Lakini pia ana uwezo wa kufaulu sana vitu, kufaulu shuleni, yani kuwa na uwezo wa kufanya vitu vizuri na kuongoza watu. Kwa hiyo kuna aina yake, akiweza kumamini Mungu na kusaidia jamii, anabadilika kuwa ndege mwenye nguvu. Huyu namba 4, nia yake ni wivu. Na anapokuwa anaona mtu wengine, anataka kuwa tofauti na watu wote. Na ana jinsi ya kujificha na kusikia kwamba watu hawanielewi.
kwa sababu nilipokuwa tofauti hawezi kunielewa. Sasa katika hiyo anaweza akaishi maisha ya kujificha na kupata labda depression, lakini pia ni mtu ambaye anaweza akafanya sanaa, kugundua na labda kuchora au kuandika au kutengeneza wimbo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ana uwezekano wa kukua kama farasi. Namba tano ni mtu ambaye mara nyingi anakuwa mkimya na anapenda kufikiria vitu. Ubaya yake anaweza akawa ni mtu wa kujificha na kukusanya. Ulafi wake ni kukusanya muda wake. Hapendi labda kukaa na watu kwa sababu yuko kwenye vitabu vyake. Lakini pia ana uwezekano wa kutoka huko kujificha. Hapa ni bundi ambaye kwa wazungu ni mtu ambaye ana busara sana, na anaweza akasaidia watu labda kuchora nyumba yake, kudesign barabara, daraja na vitu kama hivyo. Huyu namba 6 na nia yake na uoga. Anakuwa ni katika huyu naitwa nani? Huyu rabbit ambaye anakuwa anajificha naye. Anakusanya chakula cha kutosha ya mwaka mzima kwa sababu ya uoga. Lakini pia na yeye ana uwezekano wa kuwa kama swala. Anakuwa na uwezo wa kupanga vitu, kuongoza watu. Anapenda sana sheria. Kwa hiyo sheria unaweza kutumia kwa ubaya au kwa uzuri, ya kutenga jamii, ya kutengeneza utaratibu katika jamii kuishi. Huyu ndio akitoka hapo kwenye uwezekano anaweza kasaidia sana jamii. Namba 7 katika nia yake ya roho anakuwa ni mtu ambaye anapenda starehe tu, hataki mambo magumu. Kwa hiyo anaweza akafanana na nyani ambaye akiona labda mti na matunda, anachukua tunda, ananata mara moja kwa sababu ameshapata raha yake, hajali vya wengine. Sasa ni mtu ambaye anafurahisha ukiwa naye kwenye kikundi cha watu, na anaweza akatoka kwenye roho lake kuwa kama kipepeo, kuleta furaha kwa watu. Type 8, tamaa. Nia yake ya tamaa ni tamaa ya nguvu. Anataka power katika watu. Anataka kila mtu awe anamsifia, na anataka kuwa kama kiongozi wakati wote. Na kama sio kiongozi, anaweza akawa anamsumbua sana kiongozi. Kwa hiyo anakuwa kama kifaru, lakini ana uwezekano wa kuwa kama tiger ambaye anatetea watu ambao wana shida,
anaweza akaongoza katika kupingana na kukandamizwa na vitu kama hivyo. Namba 9 nia yake inaendana na uvivu. Na uvivu wake sio kitu kibaya. Uvivu wake ni kwamba anapenda jamii iwe na amani. Sasa uvivu wake inatokana na mabadiliko. Hapendi kupita kwenye vitu ambavyo vitaleta mgogoro kwa jamii. Kwa hiyo akiamua kwamba hataki kitu, anakuwa kama tembo. Anaweza akanuna, akawanunia wenzake, au kuwazimisha msifanye kitu, hasa kitu kipya. Lakini pia anawezekana kuwa mtu ambaye anasaidia sana watu, kuleta amani katika jamii, kusaidia watu ambao wana wazo tofauti kukubaliana na kufanya kitu pamoja, kama huyu Dolphin. Sasa tutaanza kuchora mistari. Mistari itatusaidia kuona jinsi mtu anabadilika na jinsi watu wanapofanya kazi pamoja. Ndio, kuna aina 3 katika watu 9. Tuna jinsi ya kutegemea sehemu ya mwili katika kufanya maamuzi. Kuna watu ambao wanaamini zaidi tumbo. Sasa unaweza ukafanyaje maamuzi kutumia tumbo? Yaani tumbo ni, kwa Kiingereza tunasema intuition. Ni hisia fulani ambayo inakupeleka kufanya kitu. Kwa mfano, ukiwa na njaa, hakuna kufikiria kwamba nafikiri nina njaa. Hapana, ni tumbo wako inakupeleka kula. Kwa hiyo kuna watu ambao wanategemea, yaani hisia kutoka tumboni zaidi. Kuna watu ambao wana hisia katika moyo, kupenda au kuwa karibu na mtu, kupenda kuwa karibu na watu wengine. Wanategemea hisia kutoka moyoni. Na kuna watu ambao hawategemea hisia zao. Wanategemea mawazo au kufikiria kitu zaidi kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo hawa 3, 8, 5, 6, 7 wanakuwa na tabia ya kufikiria vitu kurudi kichwani. Sasa tuangalie jinsi watu wanabadilika. Tulisema kwamba kila namba inaanza kwenye nia, ambayo sio nia nzuri, lakini wanawezekana wa kubadilika kutumia hisia zao au nia zao, kutumia nia zao katika mambo mazuri kivyao na kijamii. Sasa huyu perfectionism inaendana na asili ya kulazimisha vitu viwe kama anavyotaka, kama anavyotegemea. Kwa hiyo anaweza akawa msumbufu kama perfectionist, ambaye anajisumbua yeye mwenyewe kwa sababu hawezi kukamilisha kitu kwa sababu hajawa sahihi kabisa kamili. Lakini pia anaweza kuwa reformer, mtu wa kusaidia watu kupanga mambo yawe sawa,
kuongoza na hata kuandika vitabu na vitu kama hivyo ambavyo vinasaidia jamii. Huyu namba 2 anaweza kuwa anatoka kwenye giver, anakuwa helper, ambaye anasaidia bila kutegemea chochote kile. Huyu namba 3 anatoka kwenye performer, alafu anaelekea kwenye achiever. Namba 4 anatoka kwenye depressive, anaenda kwenye creative. Wakati anajifungia kwamba hakuna mtu ananielewa, pia anaweza akawa anaandika kitabu au anaandaa mchoro, sanaa ambayo utaona creative yake. Namba 5 ni mtu wa kufikiria sana vitu, lakini akiweza kutoka kwenye kufikiria tu, anaweza akawa architect, philosopher. Ni mtu ambaye anasaidia kuelewa vitu kwa ujumla au kugundua vitu vipya. Huyu namba 6, katika uoga wake, kila kitu anapinga kwanza. Anakuwa skeptical au pessimistic. Lakini ana uwezekano wa kuwa loyalist, ambaye katika wafanyikazi ni mtu ambaye unaweza kumtegemea sana, kwa sababu yuko very loyal kwa nchi yake, kwa shirika lake la kazi na vitu kama hivyo. Namba 7 anaanza kwenye upande wa flighty, anakuwa anafanya vitu ambavyo anafurahia tu, lakini akiweza kucommit kwenye vitu, anaelekea kwenye joyful, ambayo atasaidia watu kupata furaha na yeye mwenyewe kuwa na furaha, lakini ni ile furaha ya ukweli, sio ile furaha ya kufanya vitu ambavyo ni inaleta raha tu, lakini sio ile nzuri. Ni tofauti na kupata fedha kwa kuiba na kupata fedha kwa kufanya kazi ambayo ni nzuri. Watu wanakulipa kwa kazi yako nzuri. Namba 8 anapokuwa kama kifaru, anakuwa challenge. Kila kitu ana challenge, anapinga. Lakini anawezekana wa kuwa protector, ambaye anasaidia watu. Kwa hiyo ana challenge, lakini ana challenge kwa sababu fulani, sababu nzuri. Kwa hiyo huyu namba 9 anakuwa ana resist change, ana nia ya kupinga mabadiliko, na ana uwezekano wa kuwa kama peacemaker, kuleta amani. Sasa tuangalia katika namba kuna mistari, na mistari inatusaidia nini? Mistari inaonyesha jinsi mtu anaweza akabadilika kuelekea katika mwenzake. Sasa namba 1, akiwa
anakuwa na hata shida za kawaida kama njaa au umechoka katika siku moja, sio kwamba mtu anatoka kwenye perfectionism na kwa maisha yake mazima atakuwa katika reformer. Hapana, ni kila siku mtu anapokuwa anajiona kama nimekuwa kama perfectionist, ninaanza kusumbua watu. Kujiona na kusali, kurudi kwa Mungu kila wakati inakusaidia kuelekea kwenye pande wako ambao inakusaidia wewe na inakusaidia jamii. Sasa akiwa anaelekea kwenye perfectionism, pia kuna jinsi fulani ataenda kwenye depressive. Kwa hiyo ni nia yake ya kawaida, lakini ana uwezekano wa anapoelekea kwenye reformer, pia ataenda kwenye joyful. Nitaweka mishare miwili kwenye upande wa kuelekea huko juu, nitaweka mshale moja ukiwa unashuka, ambayo ni kawaida ya mtu kushuka. Lakini ukiwa unatembea na Mungu, unapokuwa na jiona, unapokuwa na shuka, unaweza ukaelekea kwenye sehemu nzuri. Namba 2 pia ana uwezekano wa kuelekea huko kwenye namba 8 akiwa katika huyo ambaye analazimisha kupendwa. Anaweza akafanana na challenger, kifaru. Lakini pia anaweza akawa kama huyu creative. Anapokuwa anapenda kusaidia watu, anaweza akakutengenezea hata kadi nzuri sana au zawadi yako nzuri, ambaye alikuwa very creative katika huyu namba 4. Alikuwa very creative. Tunaanza kuwa na mistari mingi, lakini tutatusaidia baadaye kwa sababu tutaanza kurudiana. Namba 3, kuna jinsi fulani anaweza akaelekea kwenye uoga, kwenye skeptic. Hasa kama anakuwa hapati kusifiwa na watu. Lakini pia ana uwezekano wa kuenda kwa peacemaker, kwa namba 9. Akiwa anaelekea kwenye achiever, kusaidia jamii, kuongoza jamii. Namba 4 sasa tunaanza kurudiana kutumia mistari haya. Namba 4 akiwa kwenye upande wake wa chini wa depressive, anaelekea huko kwenye namba 2. Anakuwa na lazimisha kusaidia mtu au kufanya manipulations fulani. Lakini ana uwezekano pia wa kupanda kwenye namba 1 katika sanaa yake. Labda anaweza tengeneza sanaa ambayo inafundisha watu kitu katika kuboresha jamii, na pia kama kuchallenge jamii katika mambo mazuri, kubadilika katika kuwapatia watu haki na vitu kama hivyo. Namba 5 anaelekea wapi?
Namba 5, akiwa kwenye eneo yake ya kufikiria tu vitu, anaelekea kwa namba 7, kwa sababu anafanya vitu ambavyo anapenda tu, lakini hatumii kusaidia watu, wala haimsaidii yeye mwenyewe sana. Ni jinsi fulani ya kutoroka tu, kutoroka mwenzake, kutoroka kazi, kwa sababu anakuwa anapenda kufikiria tu vitu. Lakini akielekea kwenye uwezekano wake wa kugundua vitu vya kusaidia jamii, kugundua vitu vipya, anaweza akawa anaonekana protector. Na kwa nje ni mtu ambaye ni mkimya, lakini akielekea huko kwenye upande wake wa 8, anaweza akaonekana kama ana nguvu. Namba 6 sasa. Namba 6, anavyokuwa anajiona kama anafuata sheria zote na anakubalika katika labda shirika kuliko watu wengine, anavyokuwa skeptic, unaweza akaangalia kwenye performer, anataka aonekane. Sasa ana uwezekano wa kuelekea, anavyokuwa anaenda kwenye loyalist, anaelekea kwenye peacemaker ya namba 9. Lakini kumbuka kwamba ni sehemu ambayo unaenda na Mungu anakusaidia kufika. Namba 7. Namba 7 sasa. Namba 7 akiwa pande wa chini wa flighti, anaweza kawa kama perfectionist namba 1. Kwa sababu gani? Anapokuwa anahitaji tu mambo ya raha, anaweza akatafuta excuses. Ana excuse nyingi kusudi asifanye vitu. Ni kama perfectionism. Ni jinsi fulani ya kufunika ile ya kukubali kufanya kitu kwa jumla mpaka kamilishe. Lakini pia anaweza kana anapoenda kwenye joyful, pia anakuwa anaenda kwenye upande wa 5 ambao inamsaidia kucommit pale, kufanya kitu mpaka kiishe, ambacho lazima itakupeleka kwenye kupita kwenye mambo magumu. Lakini akifanya na Mungu na nini, kusali, kujiona anapokuwa na kwepa mambo magumu, ndio unawezekana wa kuelekea huko kwenye joyful. Sasa namba 8. Namba 8 akiwa labda anakosa kitu ambacho anafuata, anatafuta, akikosa ile nguvu ambayo anataka, anaweza akaelekea kwenye kujificha, kwa mjanja kujificha kama namba 5. Lakini akitumia nguvu yake kwa ajili ya wengine, anaelekea huko kwenye namba 2, ambaye anasaidia watu bila kutegemea chochote kile. Ya mwisho namba 9. Namba 9 anawezekana wa yaani akiwa anaenda kikawaida, kivyake kikawaida, anaweza akaelekea kwenye uoga, kwa sababu hataki mabadiliko, ndio anapokuwa mvivu. Lakini anawezekana wa kuelekea huko kwenye peacemaker, ambaye
atakuwa ni kiongozi kwanza, anaongoza jamii na kushinda katika mambo ya kuleta amani katika jamii, kuleta vitu vizuri, kuleta matokeo mazuri katika jamii. Asante kwa kuwa pamoja na sisi leo. Tunapokuwa pamoja hapa kwenye nyumba ya sala, ni ualika wa kukua kiroho katika mafundisho ya vitabu, na tangu zamani tunasaidiana kama watu ambao walikuwa wanaishi jangwani, walikuwa wameenda kuishi jangwani, kuwa karibu na Mungu. Pia tuna sehemu za kupumzika hapa, kulala, kufanya mafungo hata ya wiki nzima, hata ya siku moja. Pia tunaalika vikundi kuja kufanya mafungo ya pamoja, mafunzo. Unaweza ukaja na mwalimu wako au ukapata mafundisho hapa katika sisi, na tunafanya mafundisho ya aina mbalimbali. Kwa mfano, mtu ambaye anaelekea kwenye mabadiliko kwenye maisha, labda kuwahi timu au kustaafu kazini, tuna mafundisho ambayo inaweza kusaidia timu kufanya kazi pamoja vizuri. Ukija kufanya kama timu, mambo ya Enneagram inaweza kusaidia sana kuelewana, kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tuko maeneo ya Ibanda, Mwanza, Tanzania, na tunafanya sana katika lugha ya Kiswahili, lakini hata kwa Kiingereza kinawezekana. Na tuna miaka 10 hapa, imeanzishwa na Padre Jim Ebel wa Marino, na mimi ni lay missioner wa Marino. Tunaendeleza hii kazi katika jimbo la Mwanza, lakini mtu wote katika sehemu yote anakaribishwa kuja kufanya mafungo. Tukifanya mafungo ya mtu mmoja ni katika ukimya, na tunatumia mazoezi ya kiroho ambayo imeandaliwa na Mtakatifu Inyasi. Unapokuwa na kaa kwenye ukimya, unafuata maisha ya Yesu, unamsoma Mungu katika uumbaji wake wa kiasili, na pia unamsoma Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo ni vitabu tatu, ni Biblia, ni nature, na ni maisha yako. Na unapokuwa na soma maisha yako, unaweza ukamwona Mungu kwa nyuma yake, na katika maisha yako unamwona sehemu alikuwa na wewe, lakini ni ngumu kuona Mungu kwa mbele kwenye maisha. Lakini ukiona sehemu ulikuwa naye kwa kuangalia nyuma, inaweza kusaidia kuamini kwamba uko naye kwa kuendelea mbele.